Tanzania, 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 nimekuita mara tatu. Tunayo masaa machache kuelekea ukombozi mkubwa wa taifa letu. Nikiwa katika tafakari zangu kuelekea ukombozi mkubwa wa taifa letu, Mungu ameniletea sana picha ya habari ya uteketezwaji wa mji ule, nchi ile ya Sodoma na Gomora. Taarifa za nchi ile zimenijia sana ndani ya siku 2-3 hizi. Asubuhi ya leo ya tarehe 28 nimeamka asubuhi nikapewa neno katika kitabu cha Petro wa pili mstari wa pili, Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7, ambao wanasema, tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu. Baada ya haya, ule mstari wa 7 unasema, akamwokoa Lutu yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Ufisadi wa wahalifu wa nchi hii ya Tanzania umemfikia Mungu, na Mungu ana maumivu juu ya mateso yanayoendelea katika taifa hili la Tanzania. Wito wangu ni nini kwa Watanzania? Wito wangu kwa Watanzania, masaa machache yajayo tunapaswa kutoka kwa umoja wetu kwenda kuteketeza Tanzania. Tanzania inapaswa kuungua. Tanzania inapaswa kuteketea. Yale maeneo nyeti yote, sina muda wa kutosha kueleza, tunayafahamu. Kuanzia vituo vya kupigia kura vinapaswa kuteketezwa kwa moto, na majengo mengine yote tunapaswa kuiteketeza Tanzania kwa kiberiti. Tutaijenga upya nchi hii na uchumi mkubwa, nchi hii na utajiri mwingi, nchi hii na mali nyingi. Tunakwenda kuiteketeza, tutaijenga Tanzania. Tanzania, amka kutoka usingizini. Tunakwenda kuiteketeza Tanzania, tutaijenga Tanzania. Tunakwenda kuiteketeza Tanzania, tutaijenga Tanzania. Utasoma Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Hapo ndipo palipo na kiini cha ujumbe wangu. Tanzania inapaswa kuwaka moto kuanzia masaa machache yajayo.